tuweze kuangalia hiki wapi wanahitaji zaidi, kwa sababu zahanati ambao ina pacha mwenzake ndani ya kilomita 7 hizo, hao hapo na nafuu kuliko zahanati ambao pacha mwenzake ipo kilomita 40. Kwa hawa wawili hawa wasubirie kidogo, yule ambao inabidi apeleke chanjo zake mbali aweze kusaidiwa kwanza. Kwa hapa issue ya equity hapa hatuwezi kuikwepa. Kuhusu kuwajengea uwezo viongozi lakini pia watumishi, jambo hili ni lazima. Pamoja na uwekezaji mwingine wote, kama hatutawekeza kwenye kichwa, uwekezaji wetu unakuwa kimsingi ni null and void. Ninatambua kwamba uwekezaji kwenye kufundisha wataalamu ni gharama kubwa, lakini hatuna namna nyingine. Kwa hiyo wito wangu, Wizara ya Afya, Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI na wadau tushirikiane ili kuhakikisha jambo la kwanza, wataalamu wanakuwa na elimu ili waweze kutekeleza majukumu hayo wakiwa wanauelewa mzuri. Tumeambiwa ndani ya miaka 5 kuna ongezeko kubwa la vituo. Sasa ongezeko hili tunategemea pia kwamba lazima watumishi wapya wanakuepo, na watumishi wapya mara nyingi wanaenda kwenye vituo vipya. Sasa wakifika kule, mtumishi mpya, kituo kipya, hajai kufundishwa, hapo hakuna chanjo inafanyika, na pengine tunaanza kuona zile za anavuta chanjo anaweka chini kwenye floor. Kwa hiyo swala la kufundisha, la kuinvest kwenye kichwa ni swala ambalo halina option. Ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI imekuwa ikihakikisha kwamba ufikiwaji wa huduma za chanjo unakuwa ni kwa kiwango kikubwa. Nikupe tu taarifa, ndugu mgeni rasmi, katika kipindi cha miaka 4 sasa inaenda 4 na nusu 5 cha Dr. Samia Suluhu Hassan, zaidi ya vituo vya afya 500, zaidi ya 500, lakini zaidi ya zahanati 1300 zimeweza kujengwa na kukamilishwa. Hii imeongeza hali ya upatikanaji wa huduma za chanjo pamoja na huduma nyingine, lakini jamii imekuwa ikitembea umbali mrefu kupata huduma za chanjo. Kija mtoto mara ya kwanza ukampiga chanjo, ukumpima urefu na uzito, mtoto akuangaliwa kama ana upungufu wa damu, mtoto akuangaliwa lishe yake. Mama alikuja akakosa kuelezwa jinsi ya kumtunza mtoto. Tunafanya kazi kwa vifungu na inakuwa ni ngumu kuweza kumwakilisha na kumtolea huduma kamili mtoto huyu. Hivyo rai ya WHO sasa hivi ni kuhakikisha kwamba tunafanya huduma ya chanjo kwenye integration, hasa sisi ambao tunasimamia mikoa, wilaya, halmashauri, ili tuweze kutumia zile resources chache tulizonazo au tutaendelea kuzipata kuhakikisha kwamba mafanikio ni makubwa zaidi na tunafikia watoto wengi zaidi. Tumeweza kufikia kwa asilimia zaidi ya 96 ya watoto ambao walikuwa ni 0 dose. Na katika Sub-Saharan Africa ndio nchi ambayo tumeongoza. Pamoja na changamoto ambazo wamezieleza, lakini bado tunafanya vizuri katika masuala ya huduma za chanjo. Kwa hiyo nafikiri tuendelee pale ambapo tumefikia, tuendelee kuongeza juhudi zaidi ili tuweze kufika